Peleka Roho wako, utaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za wageni wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na ile Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uje
Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo tena. Jana tulikuwa tumetoka kuangalia somo la 3, ingawa tunafundisha likawa la 4. Tulitoka kuangalia somo la 3, ingawa tunafundisha likawa la 4, na somo la 4 juzi limefundishwa juzi badala ya jana, kudumu katika kusali. Jana tumejifunza kwa habari ya kudumu katika kumega mkate, kudumu katika kumega mkate. Tuliona wanafunzi walidumu katika kumega mkate. Nilitamka tu lakini sikusoma. Naomba usikilize kidogo mawazo ya mababa wa kanisa kuhusiana na kumega mkate, yaani Ekaristi Takatifu, na ninaenda kusoma katekisimu kubwa namba 1322 mpaka 1327, 1322 mpaka 1327, 1322 mpaka 1327, katekisimu kubwa. Hebu sikiliza mababa wa kanisa wanasema nini kuhusu Ekaristi, na wanasema hivi au wanatufundisha hivi: Ekaristi Takatifu hukamilisha kuingizwa katika Ukristo. Unaingizwa kwenye Ukristo kwa ubatizo. Ekaristi ndio inakukamilisha kuingia katika Ukristo. Ndio maana ukiacha kupokea Ekaristi, hatukuziki kwa ibada ya Ukristo, maana wewe hujakamilika. Tunakushukuru kwa michango yako kwenye jumuiya, lakini kupokea Ekaristi. Wale walioinuliwa katika heshima ya ukuhani, ufalme, unabii kwa ubatizo wanafananishwa kwa ndani zaidi na Kristo kwa kipaimara, ushiriki pamoja na jumuiya yote katika sadaka moja ya Bwana. Wanashiriki sadaka moja ya Bwana. Ekaristi ni sadaka, na wewe unaingia ndani ya sadaka ya Yesu. 13:23 anasema Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho, usiku alipotolewa, aliweka sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi, kusudi amwachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake, sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka. Yesu na Maria. Angalia maneno hayo mazito. Hebu nirudie: kusudi amwachie bibi harusi wake mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake, sakramenti ya upendo. Ekaristi ni sakramenti ya upendo. Ekaristi ni sakramenti ya umoja. Ekaristi ni kifungo cha mapendo. Ekaristi ni karamu ya Pasaka. Ndio maana usiku tunaimba Kristo Pasaka wetu amechinjwa sana, tuile karamu ye na tuimbe haleluya. Hebu angalia kwenye kuzoro. Sasa mmekaa kwenye hata kuzana mwezi kama wachawi sheria sasa. Yesu na Maria, karamu ya Pasaka ambapo Kristo huuliwa na Roho hujazwa neema, ambapo tunapewa amana ya uzima wa milele. Kwa Ekaristi tunapewa amana ya uzima wa milele.
unakuwa na amana ya uzima wa milele, unakuwa na bima ya kufufuliwa siku ya mwisho, unakuwa na uhakika wa kuiona mbingu, unakuwa na neema ya Kristo ishi ndani yako. Bado 13:24, sikiliza Yesu 13:24, sikiliza hiyo. Ekaristi ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo. Ekaristi ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo. Chemchemi ni mwanzo, kilele ni mwisho. Ekaristi ni mwanzo, ekaristi ni mwisho. Ekaristi ni alfa, ekaristi ni omega. Ekaristi ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo. Maisha yako yote hayana maana bila ekaristi. Ukristo wako wote hauna maana bila ekaristi. Mwambie kanisa liko hapa kwa sababu ya ekaristi. Hebu mwambie tena. Mungu wangu, madhehebu mengi yameanza yakabebuka. Madhehebu mengi wameanza wakabebuka. Hili limedumu kwa sababu ya ekaristi. Ukiondoa ekaristi ndani ya kanisa Katoliki, hakuna tofauti na makanisa yote ya Kirokole utakayojua wewe. Hakuna tofauti na makanisa yote ya Kiassemblies, ya Kipentekoste, ya Kiprotestanti utakayojua wewe. Kanisa hili litabaki moja takatifu Katoliki kwa sababu ya ekaristi. Nazulia ekaristi takatifu. Mkristo mwenzangu, nakuhakikishia una tofauti na madhehebu yote kwa sababu ya ekaristi. Vinginevyo madhehebu mengine, neno la Mungu linafundishwa, kwaya na nyimbo zinaimbwa pengine kwa uchangamfu vizuri kuliko hata ndani ya kanisa Katoliki. Na kuhakikishia kinachotunza umoja wetu, kinachofanya kanisa hili lidumu ni ekaristi takatifu. Kama unataka kupata nguvu ya kiroho, pokea ekaristi. Unataka familia ya ndoa yako iwe salama, hakikisheni unaungana na kupokea ekaristi. Na wahakikishia hata ndoa ni fumbo la ekaristi. Hivi kuna kitu nimeongea? Halo? Nasema hivi, hata ndoa ni fumbo la ekaristi. Wale mliokuwa kwenye semina tuliofanya ndoa, kama mtakumbuka, tulipita hilo eneo. Hata ndoa ni fumbo la ekaristi, na ekaristi ni ukamilifu wa ndoa. Yesu wangu. Hivi naongea na mtu? Halo?
Hebu sikiliza hii sentensi. Mababa wameongea jambo zito. Ekaristi ni chemichemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo, ya Kikristo. Sakramenti nyingine zote zilivyo kwa huduma zote za kanisa ni kazi ya utume, zaungana na Ekaristi na zaelekea kwake. Sakramenti nyingine zote zinakuja kuungana na Ekaristi na sakramenti zote zinaelekea kwenye Ekaristi. Zote: ubatizo, kipaimara, upako mtakatifu, kitubio, daraja takatifu, ndoa, zote zinaelekea kwenye Ekaristi. Ndugu yangu, kama ulikuwa Mkatoliki usiyeungama na kupokea, naomba utafakari maisha yako mara mbili, uelewe unachofanya. Uwe ni msiba mwingine. Kama ni Mkatoliki unakubali kuoa na kuolewa bila kufunga ndoa, unajifungia masakramenti, unajifungia Ekaristi Takatifu katika watu masikini sana chini ya jua, wewe ni mmoja wapo. Katika watu ambao wamepewa majina mabaya kwenye Biblia, wameitwa watumwa, wameitwa mbwa, wameitwa yule mtoto ambaye haramu, wameitwa haramu. Biblia inawaita haramu wasiopokea Ekaristi Takatifu. Barua kwa Waebrania sura ya 12 aya ya 4 mpaka ya 9 imerudia hiyo sentensi kwamba watoto ambao hawakubali kuadhibiwa, watoto ambao hawakubali kupewa maonyo na Mungu, hao ni watoto haramu. Watoto wote wasiopokea Ekaristi Takatifu wameitwa haramu kwenye Biblia. Unaweza ukawa Mkristo lakini haramu. Haramu limetumika neno haramu. Ngoja nikusomee, usifikiri nimesema yangu. Nimekwambia barua kwa Waebrania sura ya 12. Ngoja tusome barua kwa Waebrania sura ya 12. Nimekwambia kuanzia aya ya 4 mpaka ya 9. Basi kwa sababu ya muda ninaenda kukusomea zile aya ya 7 mpaka ya 9. Na kwa ajili ya kuhuduma kwa stahimili, Mungu awatendea kama wana. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi ikiwa hakuna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana haramu wala sio halali. Mmekuwa wana haramu wala sio halali. Hata kama kuna matatizo, hayo matatizo yanakusaidia wewe uimarike. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wakristo wenzangu, tunaelewana? Mnaipokea hiyo? Tuwasaidie watoto wetu wanapojitenga na masakramenti, wanakuwa watoto haramu. Tuwasaidie wajukuu zetu wanapokaa mbali na Ekaristi Takatifu, wanakuwa haramu. Tuwasaidie wanafamilia wenzetu ambao hawatumi na kuungana, wanakuwa haramu. Na lengo kuu la kuwepo siku ya Bwana Jumapili ni kuja kumega mkate. Lengo kuu la kwanza liwe kuja kumega mkate, kuja kula sadaka ya tambiko. Twende barua kwa Waebrania, twende tena barua kwa Waebrania. Mungu nisaidie, wasaidie na ndugu zangu, wasaidie na ndugu zangu. Lengo kuu ni kumega mkate. Barua kwa Waebrania sura ya 9 aya ya 11 mpaka 14. Sura ya 9 aya ya 11 mpaka 14. Sikiliza sentensi hii. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo yote yatakayokuwapo katika hema iliyo kuu na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono yake, isiyo ya ulimwengu, wala sio kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Misa ni sadaka
Anasema nini? Bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ng'ombe walinyunyiziwa wenye uchafu kutakasa katika kusafisha mwili, basi damu yake Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alimtoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, isiyo na dhambi, atawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa Ekaristi Takatifu tunamwabudu Mungu aliye hai. Kwa Ekaristi Takatifu tunaungana na Mungu aliye hai. Kwa Ekaristi Takatifu tunakaa na Mungu aliye hai. Ekaristi, 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 Ekaristi. Hebu angalia aya ya 15 na kuendelea. Hapo sura ya 9. Angalia aya ya 15 na kuendelea. Kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lipo, lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Yaani Yesu amekufa kutuponya sisi na mauti. Amekufa ili sisi tuwe na uzima. Amefanyika sadaka, amefanyika mwanakondoo ili tumle, tuwe na uzima, tuwe na umungu ndani yetu. Kwa kupokea Ekaristi tunafanyika Wakristo, tunafanyika Kristo mwingine. Kwa kupokea Ekaristi tunafanyika Yesu. Siku ya mwisho ya ufufuo, malaika wakipita wanaona Yesu vimelalala, kuamsha Yesu, amsha Yesu. Kumbe Yesu chenyewe ni katekista kichui mbinguni. Yesu na Maria, hebu angalia yangu vizuri, unakumbuka? Hakikisha amekujibu hapo. Naomba angalia sura ya 10 kama uko na Biblia. Ndio muhimu kuwa na Biblia. Angalia sura ya 10. Naanza aya ya kwanza. Sikiliza maneno mazuri hayo, sitayamaliza. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Torati ilikuwa ni kivuli tu, ukamilifu uko katika Ekaristi Takatifu. Torati walikula mana ilikuwa ni kivuli cha Ekaristi Takatifu. Mana ilikuwa ni kivuli cha Ekaristi Takatifu. Zile kondoo zilizotolewa zilikuwa kivuli cha mwana kondoo halisi, Yesu Kristo. Kumbe agano jipya ni ukamilifu wa agano la kale. Naomba nikwambie bila kumumunya maneno, bila kupepesa macho, duniani hapa wamekuja manabii wengi, wamekuja mitume wengi. Mitume na manabii wote waliokuja duniani wanasubiri kufufuliwa siku ya mwisho, na atakayewafufua ni mmoja tu, Yesu Kristo mwana wa Maria. Huyo ndiye atakayewafufua. Mitume na manabii wote wanasubiri kufufuliwa na huyo. Na mimi nakushauri kama mtume unayemfuata na yeye anasubiri Yesu ndio amfufue, kwa nini upate foleni kwa mtu anayepanga foleni? Njoo kwa anayefufua. Shika jirani yako mkono, usimzime data. Mwambie usimzime data. Yesu ndiye atakayefufua wazima na wafu, na atakayehukumu wazima na wafu. Hakuna mwingine, hakuna mtume na nabii mwingine atakayefanya kazi hiyo. Na ndio maana sasa lazima umle huyo aliye uzima.
Twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Kama Biblia yako yafanana na yangu, naomba tuanze aya ya 20, twende mpaka aya ya 24, aya ya 20 mpaka aya ya 24. Mwanzo 3:20-24. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyizia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyoosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Asije akanyoosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akaishi kama sisi, akaishi milele katika dhambi. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni. Anamtoa kwa sababu ndani ya bustani ya Edeni kuna mti wa uzima, na mti wa uzima ni nani? Yesu. Asije akakula Yesu akaishi milele akiwa katika dhambi. Kwa hiyo akatolewa nje, alafu ule mti wa uzima ambao ni Kristo ukawekewa malaika. Angalia pale aya inayofuata. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi malaika upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto kugeukia huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Ndugu yangu, Ekaristi Takatifu ilikuwepo, ilikuwa kivuli, ilikuwa haieleweki. Leo tunaelewa kwa wepesi. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima, kwa sababu Yesu ndiye mti wa uzima. Yesu anajifunua kwamba mimi ndio ule mti uliokuwepo pale, mti wa uzima. Hata kama hujui kupiga makofi, piga tu kwa sababu yangu, maana wewe ndiye mti wa uzima. Nimekwambia naweza kukuonyesha Ekaristi kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Biblia yote imejaa Ekaristi. Biblia yote yashuhudia Ekaristi. Wakatoliki, ni fahari yetu Ekaristi Takatifu, maskini ya Mungu. Pole, jana tulipokuwa tunaongea tukisema misa ya leo asubuhi tumepokea mwili na damu ya Yesu. Sasa unajua, baba mashtaki akaenda kumdamisha, baba paroko alikuwa hajui zetu. Wale mliowahi asubuhi hamkupata yale maneno. Tulia, mwambie yako tulia. Mwambie tulia, mambo mazuri yanakuja. Wewe mtikise, mtikise amekusinzia na kula maharage. Mwambie tulia, mambo mazuri yanakuja. Wewe tulia, tunakwambia nini, tunafanya nini, wala usikome. Wala usikome. Tuko nyumbani kwa baba, wala usikome. Kuna kawimbo fulani sio katika Katoliki, lakini mimi nakapenda sana. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako za endelea kufanya maungamo yako vizuri. Endelea kufanya maungamo yako vizuri. Tutakusurprise kati ya kesho na kesho kutwa, hatukwambii kwa haraka. Tutakusurprise, tutafundisha kidogo, tutaingia kwenye kanisa kale katakuwa kafupi tu. Katika mageuzo tutakwambia cha kufanya. Baada ya mageuzo tutakwambia sasa uende kule Yesu mzima. Ndugu yangu, acha kabisa. Yaani mtu akitaka kukumaliza akutenge na Ekaristi Takatifu, wafua
Mtu akitaka kukudhulumu, mtu akitaka kukudhalilisha, akutenge na Ekaristi Takatifu. Ndio maana walikuwa wanatueleza pokea Ekaristi Takatifu hasa, yaani maana yake hata piga huwa unakaa mbali na parokia, unakaa mbali na padri, humuoni, piga huwa garagaza wakati wa Pasaka, hakikisha umetubu na kuungama umepokea, kwa kuwa Ekaristi ni ufufuko, ni chakula cha ufufuko, chakula cha watu watakaofufuliwa. Siku moja Mungu atujalie tukiileta Ekaristi tuunganishe na mkesha wa Pasaka. Kama umekaa hapa usali mkesha katika watu ambao ni maiti za kiroho, wewe ni maiti, wewe umepita kwenye maiti msonga, wewe umepita kwenye msonga, hali yako ni mbaya. Kama usali mkesha wa Pasaka, wewe ni msiba wa kitaifa. Hebu mzee ndani yako mara mwisho wa Pasaka likesha ndani ya mkesha wa Pasaka ndio kuna mafumbo mazito ya imani yetu, na usiku ule tunarudia kama mapadri wanavyorudia Alhamisi Kuu ahadi zao. Usiku wa Pasaka tunarudia ahadi zetu za ubatizo. Wewe umelala, Yesu wangu ni maiti hii, usitutie katika kishawishi, lakini Mkristo Mkatoliki, mkesha wa Pasaka kalala nyumbani, moto unawaka hapa, amelala, tunabeba mishumaa, amelala, mbiu ya Pasaka inapigwa hapa, padri anaomboleza, huu ndio usiku, huu ndio Yesu aliingia kule kuzimu, akamkamata Shetani, akamfunga, akampiga kelele, akampiga mkwara, akafungua katika kisasi, kaendelee kufundisha. Waumena Yesu wangu, Yesu wangu. Ni vile tu hamsikilizaji ile mbiu, maneno yanavyosema, usiku ambao taifa la Mungu limevuka, huu ndio usiku, usiku ambao jamaa wametoa alama, yaani ananekesta na mweka alama usiku, ili akifa usimu waache. Wamelala. Huu ndio usiku ambao Yesu alicheza karate, kamtandika Shetani karate, ndio alikuwa wa kwanza kufundisha karate. Umelala. Yesu usiku ule wanaimba takatifu takatifu Vicenti katekista wa Mwapa. Wamelala. Hebu aliyekaa karibu na Novatus mshike mkono, mwambie Novatus, umelala. Hapo wote mnalala, msikute mmekaa hapo mnaolala, jioni na Novatus wote mabingwa wa kulala mkesha. Nitatafuta mkesha nitaona. Ni watu wa Mungu kuhakikishia mbele ya Mungu, kama huelewi thamani ya mkesha wa Pasaka, hapa kanisani unasindikiza watu. Nipe nafasi siku moja tuombe Mungu tuje tuunganishe kati ya mkesha wa Pasaka na Ekaristi Takatifu. Kama wewe mwanaume utaelewa tunachoongea. Yaani leo imetokea kuna Mkristo mwanaume kabisa ametoa utoro wa hiyo, ninafurahi tu kwa laha nilionayo kufundisha kuhusu Ekaristi. Ndugu yangu, mtu akitaka kuchezea imani yako akutenge na Ekaristi. Mtu akitaka kukudharau akutenge na Ekaristi. Na kuhakikishia mtu akitaka kukudharau akutenge na Ekaristi. Ekaristi ni chakula
bila kula wakazi bila chini. Watu wote walioacha kukomunika Ekaristi Takatifu kiroho, hao watu wamezimia kiroho, hao wamezimia, yamezimia njiani. Na unakuta kilichofanya azimia, kamwona mwanaume mmoja au mwanamke mmoja ambaye yuko tayari kufunga naye ndoa naye, kuliko amkose huyo mwanaume au amkose huyo mwanamke, anasema Yesu, naomba unisamehe, najua uliniumba, najua ulikufa kwa ajili yangu, najua umeniacha nikupokee nirudi mbinguni. Kuliko nimkose mwanaume au mwanamke huyo, Yesu bora nikose kuja mbinguni niolewe. Muulize jirani yako, zinakutosha sasa? Wewe muulize, zinakutosha sasa? Hakuna sababu yoyote ya kuoa na kuolewa bila ndoa. Sababu ni hiyo tu, kwamba kuliko umkose huyo, afadhali uachane na Yesu. Yesu wangu, Yesu wangu. Nao unaitwa Mkristo. Ninaambiana jana, kama umekuwa ulifuatilia vizuri, nilionyesha katika Injili ya Yohana, kwa kweli kabisa, kweli mita kabisa, ukitaka Injili ya Yohana niitendee haki, kwanza tusome story sura ya 6 aya ya 1 mpaka 21. Hiyo ni story iliyotuleta kwenye aya ya 22 mpaka 69. Kwa maana nyingine, ukitaka kuelewa aya ya 22 mpaka 69, nenda kwanza kusome aya ya kwanza mpaka ya 21. Aya ya kwanza mpaka ya 21, Biblia inasema Yesu aliwalisha watu 5,000 licha ya wanawake na watoto. Aya ya 22, majamaa yalipoamka asubuhi yameshiba, yameamka asubuhi yanakumbuka jana yalipewa mengi na yanavyopenda ndafu. Halafu mwanaume aliyewapa ndafu jana wanakuta hayupo, amesema. Majamaa akaanza kutafuta kila mahali, kucheki huko hayupo, kucheki huko hayupo. Mara wakaona wanafunzi wanaingia kwenye chombo, wanavuka ziwa kwenda ng'ambo, na wanaangalia hawamuoni Yesu. Wakajua wanafunzi wanapoenda Yesu huko, majamaa yalienda kwa mguu, yalizunguka ziwa, yakatangulia kufika. Yesu anafika mbele, anayakuta yao, halafu yakamwambia, Bwana, umekuja nini? Yesu akayapiga madogo, akayaambia, amini, nyinyi mnanitafuta sio kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mkashiba mkamaliza ule msosi. Yaani nyinyi mnatafuta msosi. Hivi hapa kuna watu mmekuja kwenye semina hapa, sio wote mnataka kumjua Yesu. Wengine mnadhani kuna maombi nini atuombee, kuna mijitu hapa inafanya maombi. Yesu akawapiga bana, halafu akawaambia, na jamaa wajakataa. Ila wale jamaa walikuwa very intelligent, wakamwambia Yesu, akamwambia, baba zetu walikula mana jangwani. Sasa hapa nataka nikuonyeshe kitu. Okay, acha nisiseme maneno yangu, wacha nikamate Biblia, twende kwenye Biblia. Mungu Roho Mtakatifu nisaidie kusema na watoto wako, na unikumbushe na mimi niwaambie yote unayotaka niseme nao. Hebu sikiliza, kamata Biblia yako, kamata hii story, sikiliza majibizano ya jamaa. Yaani hapa jamaa, nikifika mbinguni haya majamaa nataka niwaambie haya majamaa 5 yalimweka Yesu kuona anajua nini. Sikiliza sentence. Tuanze aya ya 20. Siku ya pili yake, yaani siku ya pili baada ya ile ya majamaa yalipokula msosi, mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja, na tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake wamekwenda peke
na Yesu alishatenda miujiza mingi. Yesu alishafufua wafu, Yesu alishaponya wakoma, Yesu alishaponya mkwewe Petro, Yesu alishaponya yule mfanyakazi wa Yairo akida, lakini hawa wanaume hawakumfuata. Alipowapa chakula wakamfuata. Kwa nini? Kwa kuwa alama kubwa iliyowekwa na Musa kwamba atawajia na Masihi, huyo atawapa chakula chenye uzima wa milele zaidi ya hii mana niliyowapa. Sasa hapa wanamtafuta Yesu, anawaambia nyie msiangalie na kile mlichokula jana ambacho hakiwafikishi popote, hicho kinaishia chooni. Kuna chakula ambacho hicho ndio kitawapa uzima wa milele, tafuteni hicho. Na jamaa akawaambia tufanyeje tukipata hicho chakula? Ndio kuna mtu alitunga wimbo hapa, utupe chakula hiki siku zote, utupe chakula hiki. Hapa Yesu anamwambia msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho Mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu yeye ndiye aliyetoa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia tufanyeje tupate kuzitenda kazi za Mungu? Maana yake sisi tunataka huo msosi. Tufanyeje tutende kazi za Mungu ili huo msosi ambao tukila milele hatutakuwa na njaa? Yesu akawajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Na hili mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Rudini kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka sura ya 3. Mungu anamwambia Musa, mimi niko ambaye niko, mimi niko ambaye niko. Leo hapa Yesu anasema mwaminini yeye aliyetumwa na yeye, maana yake niko ambaye niko. Halo, naongea na mtu hapa. Ukiwa unasoma Biblia utaelewa ninachokueleza. Wakamwambia unafanya ishara gani basi ili tuione
Sisi Wahehe tuna wimbo wetu, nilikugati kwa Yesu tuwino mama. Sasa ndio wanachaga sana ibada. Nilikuwa najua kichaga nimebonyeza. Yaani ukiwa kwenye Ekaristi, Yesu uko kwenye chemchemi za maji yenye uzima. Ile Zaburi inayosema ndiye mchungaji wangu, yaani ndugu yangu, naomba nikuhakikishie, uwe unakaa nyumba ya kupanga, uwe umejenga nyumba yako, uwe unalalia kitanda 6x6, uwe unalalia mkeka, uwe unaendesha gari au 2011 una gari yako ni 2011 hiyo unatembelea hiyo. Ndugu yangu, nataka nikuhakikishie, si nyumba yenye tiles, ni Ekaristi Takatifu, si mkeka wala kitanda cha 6x6. Kama ukomuniki wenye maiti inayotembea, si gari unayoendesha, ni Yesu. Wewe kama una Yesu katika matajiri chini ya jua, wewe ni zaidi ya matajiri chini ya jua, ili mradi unaye Yesu. Ndugu yangu, mimi nakwambia ukweli, uwe unalala njaa umeshiba, cha muhimu unaye Yesu, cha muhimu unaye Yesu, cha muhimu unapokea Ekaristi. Ndugu yangu, uwe umeolewa, umeoa, hujaoa, cha muhimu ni Yesu. Afadhali ufe bila kuoa, bila kuolewa. Afadhali ufe masikini ukiwa na Yesu. Hizo mali zote muulize mengi, utaziacha. Kama una Yesu, unapoenda unajua. Una Yesu, Yesu Maria Yosefu, Yesu Maria Yosefu. Ndugu zangu wa Luteri, kiukweli huo wimbo sio wa Kiluteri. Nikisoma katekisimu hii hapa, huo wimbo kwa asili wa Kikatoliki, lakini Wakatoliki waliuacha kipindi fulani. Ndugu zangu wa Luteri wanauendeleza, unasema Yesu ya fiche ubaya
Hiyo ni Zaburi ya ngapi? Navumilia tu mimi, navumilia japo nateseka, navumilia tu maana yuko siku na hayaishi. Sasa vijana wamekuja kanisani, wamesikiliza nyimbo zenu, mkamalizia na kolezi hayo maneno yenu hayo, navumilia tu, mtapiga nayo picha hapo kanisani. Hakuna nyimbo za matumaini tena. Nyumbani wazazi magomvi, serikali haina ajira, kanisani nalo nimekuwa kama bundi. Ni kijana anaona bakini na kundi zenu kwa kanisani. Ninyi watoto wa Mungu, nataka nikuhakikishie, kama kuna mtu hakutakii mema chini ya jua, akutengenea kanisa takatifu. Biblia yote yashuhudia kwa habari ya kanisa takatifu. Yesu chakula chenye uzima. Angalia haya mazungumzo, angalia haya mazungumzo. Yesu akawaambia nini? Baba zenu walikula mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ni wale. Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, si Musa aliyewapa, ila Baba yangu aliwapa chakula cha kweli kutoka mbinguni. Maana chakula cha Mungu ni kile kilichoshuka kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula yetu. Kwa maana nyingine, kama unaelewa kuhusu chakula, sisi tumeshakubali kufuata, tupe huo msosi sasa. Sasa angalia biashara ilikwenda kuharibikia. Biashara ikaingia Mungu. Wapi ikaingia Mungu? Unajua Wachaga mimi pamoja na makosa yote wanayowachaga, wana jambo moja zuri kuliko yote duniani. Wachaga baada ya wafanyabiashara duniani, baada ya Mhindi anafuata Mchaga. Kama umekana Mchaga mpe mkono, mwambie ongea kwa kitu yako kujulisha. Sasa hesabu ya Wachaga hapa ikawashinda. Twende hapa tuone. Ikawaje? Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Maana yake kama hii biashara unaielewa, hicho ndio tulikuwa tunakisubiri. Hiyo miujiza yako unakwenda kuponya watu kule, unafufua watu, hiyo sisi tunaijua tangu Musa, kwa Elia, kwa Yeremia. Hiyo imetokea kwa manabii wengi. Hiyo sio jambo jipya. Sisi huwezi kutuambia vitu kama hivyo. Lakini chakula tulikuwa tunatuambia chochote kuhusu chakula. Kama unajua kuhusu chakula, wanaume wote tunaenda na wewe. Ukiona wanaume wanakubali Injili, wewe itasema inasema wanaume njoo. Katika parokia hii ni saa 3. Ukiona wamekuja wanaume mia, nendeni mkachinje ng'ombe. Muujiza harusi ya Kana. Wanaume ni wabishi. Sasa wanaume 5,000 wanakubaliana na Yesu. Fadha leo naomba ukimaliza tu hapa toa baraka. Mzee naomba uvae stora, simama hapa, wanaume wote wapige magoti, bandika wanaume wale mbegu wanapokwenda. Mungu awabariki, Mungu awafungulie, Mungu awatendee muujiza. Hao ndio wanaume wamekubaliana na Yesu. Hawa waliokuwa wamekubaliana na Yesu. Krisma leo toa ofa. Yaani umefanya leo. Sikiliza sasa, wanaume wakamwambia Yesu, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Wanaume hao hawakubali kirahisi. Ikawaje? Twende
kwenye chakula niondoke niende hapo. Nataka kumla huyo aliye uzima wa milele. Ikawaje? Maneno haya yakawa magumu. Basi kila asikiaye na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye aliyetoka kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amini. Aya 47. Amini, amini nawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Pole kwa kusema. Angalia aya ya 52. Jamaa hawakuelewa, wale nyayo, wale kiganja, wale pua, wale masikio. Aya ya 52. Basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao, wakasema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake tuule? Aya ya 60. Aya ya 60. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Aya ya 66. Aya ya 66. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Kwa hiyo wewe ulioko hapa, kama utarudi nyuma, kama utahama kanisa, kama utaacha kupokea Ekaristi kwa sababu ya kuoa na kuolewa, wewe sio wa kwanza. Kuna waliotembea na Yesu walishindwa kuelewa hili fundisho, wakarudi nyuma. Kuna watu wameacha kanisa wakaanzisha madhehebu yao kwa sababu hawakuelewa hili fundisho. Kama na wewe utaelewa, unarudi nyuma, nenda. Maana Yesu amesema wote aliompa Baba hawapotei. Wewe utakuwa unadandia gari kwa mbele. Wewe umeitwa na Baba kukaa hapa. Walioitwa kukaa hapa hawatakuwa tayari kutengwa na Ekaristi Takatifu. Inua mkono wako wa kulia juu. Weka mkono wako wa kushoto kifuani. Ni maneno yako mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Ni wewe na Yesu. Nini unawaza kwa ajili ya Yesu? Nini unawaza kwa ajili ya Ekaristi Takatifu? Iwe ni ahadi yako na Yesu, iwe ni agano lako na Yesu. Yeah.
akusaidie nini wewe, familia yako, ndoa yako, watoto wako, nyumba yako, ndugu zako, majirani zako, jumuiya yako, kigango, parokia yako, jimbo lako. Unataka Yesu afanye nini? Unataka Yesu afanye nini? Una nini cha kumwomba Yesu leo? Umesikia sauti yake, umesikia neno lake. Unataka Yesu afanye nini ndugu yako? Unataka kubadilika nini? Unataka akusaidie kufanya nini? Unataka akushindie nini? Kama vile kuna mtu ana shida ya masikio, kuna sauti zinamguruma kwenye masikio, au masikio yako yamepoteza uwezo wa kusikia vizuri. Naona kama Yesu wa Ekaristi Takatifu anamponya mtu mwenye hiyo changamoto ya masikio. Masikio yako yanapata unasikia kama migurumo au mvumo kwenye masikio, au umepoteza uwezo mzuri wa kusikia vizuri. Nadhani Yesu anamponya mtu mwenye hiyo shida ya masikio. Au wale watu wanaosikia kama sauti za kipepo kwenye masikio, watu wanaongea kwenye masikio yako, unasikia sauti hizo. Yesu anakufungua na hilo tatizo.
Muombe Yesu anapokuja kwako akusaidie katika udhaifu wako, kwa kuwa hana peke yake, anakuja na fumbo la Utatu Mtakatifu. Rudia nyuma yangu. Bwana Yesu, asante kwa kusema nami, asante kwa neno lako. Bwana Yesu, ninakualika tena ndani ya moyo wangu, karibu ndani ya moyo wangu, karibu na unibadilishe, unifanye kiumbe kipya kama neno lako linavyosema. Mtume Roho wako nasi tutaumbwa upya. Naomba uniumbe upya kila ninapokupokea katika Ekaristi Takatifu. Naomba urejeshe baraka zote nilizozipoteza kwa kupokea kwa mazoea, kwa kutokuungana vizuri. Naomba unipe neema ninayohitaji kufanya maungano yangu vizuri, kukupokea katika maisha yangu. Karibu ndani mwangu, karibu katika maisha yangu. Amina. Basi unaweza kukaa. Ndugu yangu, naomba ushike sadaka yako mkononi na nimuombe tena Baba Padre abariki, alafu nitakupaka somo kafupi tu kwa dakika chache kukuandaa kwa ajili ya tukio la Jumamosi, kukutana na Yesu wa Ekaristi kwa namna ya pekee. Nakupa maneno machache tu ili tuwapatie wanakwaya nafasi ya kufanya mazoezi kwa wakati. Naomba ukapate sadaka yako. Nisaidie katekista kumpa Father Mike kuombea majitoleo na sadaka za watu pamoja na sala zako. Nikuombe kuanzia leo, anza kuandika maombi yako. Unaweza ukaandika pamoja na nia ya kutolea kwenye misa. Unaweza ukaandika maombi kama sala peke yake. Tutaweka hapa chini ya altare kila siku mpaka Jumamosi katika adhimisho la misa yetu peke yetu. Tutaweka hapo utaratibu vizuri, alafu yale maombi yatachokwa siku ile ya Jumamosi. Tutamtolea Yesu mwenyewe. Amina, amina. Uanze kujiandaa hivi. Karibu Baba Padre, ubariki majitoleo ya sadaka. Mungu Baba Mwenyezi, sisi watoto wako tumekutana leo tena, tunapotafakari mambo yako tunayoelekea, na hasa tunapotaka kwa wakati yetu ili tupokee katika Ekaristi Takatifu. Tunajua katika Ekaristi Takatifu tunarudishiwa neema hata zile ambazo tumeshazipoteza, bali tuwe na ule moyo wa toba na
katika kushiriki baraka zako katika Ekaristi Takatifu. Hata mmoja wetu asijitenge tena nawe, na wale ambao wamejitenga nawe Baba, kwa nguvu ya sadaka yetu na kwa nguvu ya sala zetu na kwa nia zetu njema zinazowaka ndani yetu, wape neema za kugeukia kubadilika na kuwa tena viumbe vipya katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Karibuni kwa sadaka. Huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, zihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Ndivyo akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwambia Bwana, akamwamini Bwana, naye Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Akamwamini Bwana, naye Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Ukaldayo, nikupe nchi hii uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitarithi? Pale juu alisema alimwamini Bwana, Bwana akamhesabia haki. Sasa hivi anauliza, nipateje kujua kwamba mimi nitarithi hapo? Akasema, Bwana, nipateje kujua kwamba nitarithi? Akamwambia, nipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, alitoa vitu 5 vya nini? Mungu anataka kufanya agano na Ibrahimu juu ya yeye kurithi na kumiliki kwa njia ya sadaka. Kazi ya sadaka ni kufanya maagano na Mungu. Yesu ni sadaka aliyefanya agano na Mungu kutuokoa sisi. Na sisi jamani, kuna wimbo huwa tunaimba, sio kama mnakumbuka, Yesu ulitoa sadaka ya damu ukatulipia dhambi zetu, nasi tunatoa sadaka yako tukiwakumbuka wafu. Leo tunatoa kukumbuka wafu, lakini kumbe unaweza ukatoa leo kwa ajili ya kuombea nyumba, unaweza ukatoa leo kwa ajili ya, unaweza ukatoa leo kwa ajili ya ndoa, unaweza ukatoa leo kwa ajili ya biashara, unaweza ukatoa leo kwa ajili ya kazi yako, unaweza ukatoa leo kwa ajili ya afya yako. Sadaka ile ile aliyotoa Yesu, na wewe unatoa sadaka kulingana na sadaka ya Yesu kwa ajili ya nia fulani. Jumamosi, sema Jumamosi,
Sema tena Jumamosi. Na hii hatukupi bahasha wala siniwe na Mungu, kwa nini sikupe bahasha? Siniwe na Mungu. Hivi Ibrahimu alipewa bahasha? Muulize jirani yako, Ibrahimu alipewa bahasha? Muulize. Hatukupi. Ifike mahali ukomae, sio kila siku tukufanye kama mtoto. Chukua bahasha, padri anaombea bahasha, chukua bahasha. Hebu kuwa basi, mwambie jirani yako, hebu kuwa basi. Nataka kuona baba mmoja aliyekomaa imani, atakayebeba busi, atakayebeba mkungu wa ndizi. Nataka kuona mama mmoja aliyekomaa imani, atakayebeba ng'ombe wa maziwa, asema unaenda kumtoa kufanya kafara na Mungu wangu, kufanya maagano na Mungu wangu. Nataka kuona watu waliokomaa. Baba 2000 mpaka sura ya 2000. Na wewe bwana, ushauri mwenye masikio. Mwenzetu alitoa vitu vingapi? Ng'ombe wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, kondoo wa miaka 3, hua na mwananjiwa, vitu 5. Wakristo wetu leo, mwambie abebe ng'ombe, abebe mbuzi kwa wakati mmoja, abebe kondoo vyote, abebe nguruwe vyote, anakuja kutoa sadaka. Huko kanisani siku hizi kumekuwa kwa mchana. Imani ya kuunga na shukrani. Sasa hiyo nilikuwa nakuandaa kwa ajili ya Jumamosi. Jumamosi tunawaomba mababa wakae kwenye hiyo misa, tunamwomba padri akiwa yeye akiwa paroko, tafadhali tunataka tupokee makombo mawili na damu kwa kuwa tunataka semina hiyo msingi haki yetu, na ikibidi fadha jaza hiyo katika sabuni, jaza vizuri kabisa. Sema basi usikutie katika kishawishi sikio watoto. Halo, naongea na mtu wetu. Sasa nimefanya makosa, naomba msamaha kwenu. Nimemisplace yale maswali niliyonipatia. Nimemtuma ndugu yangu anaenda kuniletea, ameleta ambayo tumekwisha jibu. Yale ambayo hatujajibu inaonekana nimeweka mahali. Sasa sijakumbuka nimeweka wapi. Naomba msamaha sana, lakini hata hivyo kuna watu zaidi ya 3 4 wamenifuata. 2 waliniambia jana na 3 wameniambia leo kwamba katekista, wakati unajibu zile mali tulikuwa natumia kwa spika, hatukupata maelezo vizuri, maelezo yale hayakueleweka. Lakini nikajaribu kuuliza yepi, maana nilijibu maswali kama sikusema wili. Mmoja wapo amenikumbusha jambo moja lilihusu mtu alisema dada amezini, akaenda kuungama, lakini baada ya muda akaja kugundua kwamba alikuwa na mimba. Halafu yule mtoto kwanza wamekataa kumbatiza, halafu na yeye walipogundua na mimba wakamtenga asipokee Ekaristi. Sasa si alishaungama, mbona tena hawambatizi mtoto? Ina maana Mungu hakumsamehe ile dhambi? Swali lilikuwa kama hivyo. Mimi nikajibu hivi, huyu dada alipozini sisi wote tulijua kwamba amezini. Halo, mnasemaje? Wote tulijua kwamba amezini? Hapana. Kwa hiyo aliposamehewa alisamehewa, ila mimba wote tumeiona. Sasa tabu inakuja, tulipoiona mimba ndio tunajua kazini. Yeye alishaungama akamaliza, sisi tumeiona leo. Mimba tumeiona baada ya miezi 3, 4, 5. Kwa ile mimba sisi wote tunatenda dhambi, kwamba huyu tunaanza kumwazia mabaya. Mimba yake imetujeruhi sisi wote, inakuwa wanaita public sins, dhambi za jamii, dhambi
za kuonekana na jamii. Alipokuwa amezini hatukumuona, lakini mimba hii haramu hii tumeiona. Jana nikasoma kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 3, kama sikosei, ilianza aya ya 13 mpaka pale mwisho. Sulemani anasema, afadhali ufe ukiwa tasa au ukiwa towashi kuliko utende dhambi ukapata mtoto aliye haramu, kwa kuwa mtoto wa umalaya hatapevuka na mwana wa uzinzi atahesabiwa kuwa duni, na hata kama atazeeka, uzee wake atazeeka vibaya. Kibiblia watoto hao ni kama laana. Nikaonyesha kwenye katekisimu, nikisema hata katekisimu kubwa inasema mtoto huyu hata kama atabatizwa, kovu lile halitapona. Dawa ya kuponya kovu hilo, labda afanye hija mara nyingi sana, afanye hija sana, kwa kuwa hija inakuponya na makovu ya dhambi. Ndivyo katekisimu na wazee wa kanisa wanavyofundisha. Na nikasema kabla ya mwaka 63 mtaguso wa pili wa Vatikani ilikuwa hairuhusu padri au sista ambaye anatoka nje ya ndoa kuwa padri au sista. Ilikuwa ni kama laana. Kama hata baba yako tu ameoa wake 3 4, wewe mtoto unayetoka kwenye familia ambayo baba ana wake wengi, ulikuwa uruhusiwi kuwa padri wala sista, ni kama haramu. Kwa hivi nikasema, kwa nini tunataka kuwaumiza watoto tunawazaa bila kufunga ndoa? Kwa hiyo kanisa linapotoa adhabu kama hizo, hata kama halimalizi, linataka kupunguza, msizoee kuzaa ovyo. Nikishaamua kubatiza tu bila utaratibu, nakwambia mtaletewa wajukuu, utafikiri shule ya chekechea kule. Jamani, tunaelewana vizuri? Hilo lilikuwa jibu la swali la jana. Nimerudia kwa kuwa baadhi yetu kueleweka vizuri kutokana na usikivu wa zile spika tulikuwa tunazitumia. Kwa hivi niwaombe msamaha kwa sababu nilikuwa nimeacha nafasi kwa ajili ya maswali yale, nimedisplace yale maswali, nitayatafuta. Kama mnayo mengine basi niyakusanye tuweze kuyafanyia kazi. Bado tuna kesho mpaka Jumapili tunapomaliza, tutakuwa tumejitahidi kutoa majibu ya maswali yenu. Kwa kama nitakuwa nimeyakosa, nitawaomba mnisamehe. Wale ambao sijajibu maswali yenu, basi mtatuandikia tena. Kama nitakuwa nimepoteza isivyo bahati, kwa kweli najua nimeweka mahali pale mezani, lakini sijui nini kimetokea. Mnisamehe sana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi ninaomba Baba Padre aweze kututolea baraka. Baada ya baraka, anaenda kuvaa stola. Wanaume wote karibuni hapa mbele, tutafanya sala fupi. Padre aweke mikono juu yenu kuwaombea. Mimi nimejisikia tu kuwaombea ninyi wanaume kutokana na kile tulichokiona katika Injili ya Yohana sura ya 6. Mungu awabariki sana. Karibu Baba. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. atukuzwe Baba na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana awe nanyi, Na awe rohoni mwako. awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mwende na amani. Tumshukuru Mungu. Karibuni wanaume hapa mbele. Karibuni wanaume hapa mbele. Yeye anawakilisha wanaume wote wa parokia hii, na huo upendeleo uliopewa asanteni kwa moyo wenu wa kujitoa
zetu. Ninyi ndio watu sahihi wa kupeleka mafundisho haya kwenye familia na jumuiya zetu kwa usahihi. Ni jambo jema sana uwepo wenu na Mungu awabariki sana. Mimi nitafanya sala fupi, Padre atawaombea na kuwabariki. Mungu awabariki sana kwa moyo wenu, kujitoa kwenu, muda wenu. Mungu awabariki sana moyo huo wa kujitolea. Hata kama yuko kijana mdogo wa kiume, ni baba hadi kama yuko. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa kila baba kama wale wanaume 5,000 waliofuata, uliowainjilisha, wengi wakaambatana na wewe, wengi wakaelewa. Hapa pia tunao baba ambao wameweka juhudi kuutafuta uso wako. Wanaweza kuwa na changamoto za kibinadamu katika kazi zao, katika ofisi zao, katika biashara zao, katika familia zao. Mungu uwatazame kwa uso wa huruma. Mungu uwakirimie yale wanayokuomba na wanayohitaji. Uwabariki kwa baraka za rohoni na baraka za mwili, na kwa kupitia kuhani wako Mungu uwajalie kila neema ambayo watoto wako wanahitaji. Uwatazame kwa uso wa huruma, uwatazame kwa uso wa rehema. Katika ubinadamu na udhaifu wao wanaweza kuanguka. Mungu usiwaache, weka alama kwenye maisha yao, kwenye mioyo yao. Uwashindie katika changamoto za kiroho, za kimwili, za kiuchumi. Bariki kazi za mikono yao, uwafungulie neema, baraka, hazina na madirisha ya mbinguni. Uwabariki watoto wako kwa ajili ya fadhili zako na kwa ajili ya uaminifu wako. Hawa ni wachache wanaowakilisha parokia yao. Umeweka utume, ni viongozi kwenye jumuiya zao, ni viongozi kwenye vyama vya kitume, ni viongozi kwenye familia zao. Mungu wajalie neema na hekima wanayohitaji kuridhisha imani. Wajalie neema na hekima wanayohitaji kuridhisha imani hiyo kwa familia zao, kwa watoto wao, kwa ndoa zao, kwa wategemezi wao, na kwa mikono ya kuhani wako, mpaka mafuta wako. Mungu wafungulie tena sawa, sadaka, baraka, neema, hazina za mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baki hapo tu hadi amalize kukuwekea mikono kichwani. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukamilisha hayo yote ambayo kwa ujasiri wenu mmeyaonyesha katika kuhudhuria semina hii. Na nyinyi mkiwa mnawabeba wa familia zenu, mkiwa mnawabeba wanaume wote wa kanisa letu, kwa sababu ninyi ni nguzo za familia. Basi tunaomba Mungu aunganishe familia zote, aunganishe jamii zote, wastahilishwe hizi baraka na kamwe wasitangane naye katika maisha haya, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kuwa nanyi daima. Msifu Yesu Kristo.